vita Mashariki ya Kati na vita ya Urusi na Ukraine ambayo imeathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa dunia, ikiwemo kupanda kwa bei za mafuta, bidhaa mbalimbali. Pamoja na changamoto hizo, Mheshimiwa Rais Daktari Samia ameendelea kuonyesha uongozi imara na mahiri kuhakikisha kwamba taifa linabaki moja na tunaendelea kusonga mbele. Mheshimiwa Spika, niruhusu tena nimpongeze Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba yake ya bajeti aliyotoa mwelekeo wa utekelezaji wa malengo ya serikali katika mwaka 2025/26 na mwelekeo wa shughuli za serikali katika mwaka 2026/27 pamoja na masuala mengine. Hotuba hiyo imetoa maelezo kuhusu sekta zilizo chini ya wizara yangu imezingatia na itatekeleza maelekezo yote yaliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Lameck Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa Spika, kipekee naomba nikupongeze wewe Mheshimiwa Musa Hassan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuliongoza kwa busara na weledi mkubwa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maelekezo yako na miongozo yako imekuwa na msingi wa ufanisi mkubwa wa Bunge katika kusimamia serikali kutekeleza vyema majukumu yetu. Vile nampongeza Mheshimiwa Daniel Siro, mbunge, naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kusaidia na kushauriana vyema katika utekelezaji wa majukumu yake. Nawapongeza pia sana waheshimiwa wenye viti, Mheshimiwa Deodatus Manyika, Mheshimiwa Cecilia Daniel Peloso pamoja na Mheshimiwa Najma kwa kumsimamia vyema kwa ustadi mkubwa mijadala katika bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii kuishukuru kwa dhati kamati ya kudumu ya Bunge, Elimu, Utamaduni, Michezo chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko na Mheshimiwa Colonel Lucas Magembe, makamu mwenyekiti wa kamati, pamoja na wajumbe wote wa kamati kwa maelekezo, ushauri, maoni yao kwa wizara yangu ambayo yametusaidia sana katika kuboresha utendaji kazi. Maelekezo yao yamesaidia kwa kiwango kikubwa katika uwasilishaji wa hotuba hii mbele yako Mheshimiwa Spika. Kamati hii imekuwa nguzo muhimu katika usimamizi madhubuti wa utekelezaji wa bajeti na ukaguzi wa miradi, ambapo imefanikiwa kuhakikisha rasilimali za umma zinatumiwa kwa ufanisi na kwa manufaa ya umma kama misingi ya nyumba imara. Ndivyo uongozi wa kamati hii ulivyojenga msingi madhubuti wa maendeleo unaoleta mafanikio endelevu na mabadiliko chanya katika jamii yetu. Mheshimiwa Spika, kwa masikitiko yangu kwamba katika kipindi cha mwaka 2025/26 bunge lako tukufu lilipatwa na misiba mbalimbali ya waheshimiwa bunge. Misiba hiyo ni pamoja na msiba wa Mheshimiwa William Lukuvi aliyekuwa mbunge wa Isimani na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu na watu wenye ulemavu, Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, na Mheshimiwa Halima Idi Nassor aliyekuwa mbunge wa viti maalum akiwakilisha wafanyakazi. Kwa niaba ya wizara na wadau wetu, tunatoa pole kwako Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge, familia za marehemu, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa ujumla. Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi. Mheshimiwa Spika, mafanikio yaliyopatikana katika kipindi chote hiki kutokana na ushirikiano mzuri miongoni mwa wadau wa wizara wakiwemo viongozi, watumishi, wadau wa shirika wa maendeleo ya wizara, natambua mchango wao mkubwa wanaoutoa kwa wizara, ambapo umeleta matunda yanayoweza kujivunia mbele ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, niruhusu pia kwa dhati ya moyo wangu nimshukuru Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, mbunge, naibu waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo, kwa ushirikiano anaonipa katika kutekeleza majukumu yangu ya wizara. Nimshukuru pia ndugu Gerson Msigwa, katibu mkuu, ndugu Matthew Mtonda, naibu katibu mkuu, wakuu wa idara na vitengo, wakuu wa taasisi zilizoko chini ya wizara na watumishi wote wanaofanya kazi kwa bidii na wanaohakikisha mipango ya wizara inatekelezwa kama ilivyopangwa. Mheshimiwa Spika, wizara hii ni muhimili wa maendeleo ya jamii ya taifa kwa ujumla, ambavyo kwa maeneo mengine naweza kusema ni wizara yenye ushawishi, yani soft power ya nchi hii, taifa letu, na kulitambulisha kwa mataifa ya sekta habari imekuwa na mchango mkubwa katika kuhabarisha, kuelimisha, kuburudisha na kuhakikisha kuwa wananchi wanapata taarifa mahususi zinazowawezesha kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya nchi yetu. Aidha,
Utamaduni wetu ni uti wa mgongo wa taifa letu. Hivyo kupitia sekta ya utamaduni, serikali imeendelea kujenga uzalendo, kuhifadhi mila na desturi pamoja na maadili ya Mtanzania. Mheshimiwa Spika, serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuona umuhimu wa sekta hii hususan michezo, imefanya uwekezaji mkubwa unaolenga kuinua taifa katika ramani ya michezo. Mheshimiwa Rais amewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1.2 katika michezo, ikiwa ni sehemu ya kuifanya Tanzania kwa mwenyeji wa AFCON 2027. Uwekezaji huu upo katika timu ya taifa, uendeshaji wa michezo pamoja na miundombinu mbalimbali. Mheshimiwa Spika, mapitio ya utekelezaji wa majukumu kwa kipindi cha mwaka 2025/26, mapato na matumizi ya wizara. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26, wizara ilikadiri kukusanya shilingi bilioni 1 milioni 36, ambapo hadi kufikia mwezi Aprili 2026 shilingi milioni 699,706,093 sawa na asilimia 67.5 ya lengo la mwaka lilikusudiwa zimekusanywa. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa taasisi zilizo chini ya wizara, kiasi kilichokadiriwa kukusanywa ilikuwa shilingi bilioni 40,295,192, ambapo hadi mwezi Aprili 2026 shilingi bilioni 17 na milioni 20,636 sawa na asilimia 42 ya lengo zilikuwa zimekusanywa. Bajeti ya wizara na mtiririko wa fedha. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26 wizara iliidhinishiwa bajeti yenye jumla ya shilingi bilioni 519,660,073. Kati ya fedha hizo mishahara ilikuwa bilioni 33,408,000, matumizi mengine ilikuwa shilingi bilioni 28 na milioni 65, na miradi ya maendeleo ilikuwa bilioni 454,190,788. Mheshimiwa Spika, hadi mwezi Aprili 26 wizara ilikuwa imepokea jumla ya shilingi bilioni 352,942,454,472 na senti 97 sawa na asilimia 67.9 ya bajeti yote. Kati ya fedha za bajeti ya mishahara, matumizi mengineyo shilingi bilioni 20 sawa na asilimia 74.6. Bajeti ya matumizi mengineyo ya miradi ya maendeleo ni shilingi bilioni 304,332 na laki 344 na 80 na senti 26 sawa na asilimia 66.4 ya bajeti ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka 2025/26 katika sekta ya habari. Wizara kupitia idara ya habari na msemaji mkuu wa serikali imeendelea kuisemea serikali kwa kutoa taarifa mbalimbali kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo nchini. Katika kipindi cha kuanzia Julai 25 hadi Aprili 26, wizara imefanikiwa kuandaa mikutano 22 ya msemaji mkuu wa serikali na vyombo vya habari. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata taarifa sahihi kuhusu mambo mbalimbali yanayofanywa na serikali, wizara imeratibu mikutano 30 ya taasisi za serikali kuzungumza na waandishi wa habari, ambapo aidha iliratibu mikutano 15 ya waheshimiwa mawaziri kueleza utekelezaji wa majukumu ya kitekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kipindi cha siku 100 za muhula wake wa pili wa serikali ya awamu ya 6. Vile vile wizara imechapisha nakala 20,000 za jarida la nchi yetu linalohusu mafanikio ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za serikali. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia TBC imeendelea na utekelezaji wa miradi ya upanuzi wa usikivu kwa kujenga vituo vya kurusha matangazo ya redio masafa ya FM katika wilaya 18 nchini. Ujenzi unaoendelea katika wilaya za Kalembo, Rukwa, Liwale, Lindi, Rufiji, Pwani, Biaramulo, Kagera, Ulambo, Igunga, Tabora, Karatu, Manyara, Kilolo, Iringa, Ulanga, Morogoro, Iramba, Singida na Kagera na Ngara, Kagera. Wakati huo huo, TBC imepokea mitambo ya masafa ya FM kwa ajili ya wilaya za Tanganyika, Katavi, Gairo, Morogoro, Hanang', Manyara, Sia, Kilimanjaro, Mpwapwa, Dodoma. Aidha, TBC inashirikiana na wadau wengine wa maendeleo ya mawasiliano na teknolojia ya habari ikiwemo mfuko wa mawasiliano kwa wote, ambapo mradi wa upanuzi wa usikivu unaotekelezwa katika wilaya 10 za Kyerwa, Kagera, Chunya, Mbeya, Kiteto, Manyara, Chemba, Dodoma, Mkinga, Tanga. Maeneo mengine ambayo mradi unatekelezwa ni katika maeneo ya Bukombe, Geita, Usangi, Kilimanjaro, Lombo, Kilimanjaro, Buhigwa, Kigoma,
na Tunduru Ruvuma. Mheshimiwa Spika, TBC kwa kushirikiana na Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari imetekeleza mradi wa upanuzi wa usikivu katika wilaya 15. Kazi ya ufungaji wa mitambo ya kurusha matangazo imekamilika kwa vituo Arumeru Arusha, Meatu Simiyu, Sengerema Mwanza, Kilosa Morogoro, Mpwapwa Dodoma, Mombo Songwe. Eza ujenzi wa majengo ya kuhifadhi mitambo inayoendelea kwenye halmashauri ya Iringa vijijini, Lushoto Tanga, Simanjiro Manyara, Mbipwe Rukwa, Nyang'hwale Geita, Kilombero Morogoro, Nkasi Kusini Rukwa, Itigi Singida na Mkalama Singida. Mheshimiwa Spika, kukamilika kwa ujenzi wa vituo hivi kutaongeza usikivu wa asilimia 98 na hadi kufikia Aprili 2026 usikivu wa redio ya TBC umefika wilaya 139. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha kuwa TBC inafikia vijana wengi, majukwaa ya mitandao, maboresho makubwa ya kimaudhui na mifumo yamefanyiwa kupitia Bongo FM, TBC2, TBC mtandao. Chaneli hizi za kimkakati zimekuwa chachu kwa kuongeza watazamaji, wafuatiliaji, wasikilizaji. Vile TBC kupitia chaneli yake ya Tanzania Safari ambayo ni mahususi kwa ajili ya TBC kupitisha chaneli yake ya Tanzania Safari ambayo ni mahususi kwa ajili ya kutangaza fursa za utalii na utajiri wa maliasili za nchi yetu, imewezesha kuandaa maudhui ya kutafasiri na kurusha jumla ya vipindi 10,125 katika lugha 5 za kimataifa ambapo ni Kireno, Kiarabu, Kiingereza, Kifaransa na Kichina. Mheshimiwa Spika, tarehe 2 Septemba 2022, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipokuwa Bagamoyo kwa ajili ya maandalizi ya filamu ya Royal Tour, aliagiza TANAPA kuitangaza njia ya utumwa kuwa kivutio cha utalii. Kufuatia agizo hilo, wataalamu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kushirikiana na TANAPA walifanya utafiti wa kuwasilisha ripoti iliyobainisha vivutio na mikakati ya utangazaji. Wizara kupitia TBC imetekeleza agizo hilo kwa kutambua njia ya misafara ya utumwa na wapagazi na kutangaza kupitia kampeni ya The Slave Caravan inayorushwa na chaneli ya utalii ya Tanzania Safari. Kampeni hii inalenga kutangaza njia ya utumwa na vivutio vyake ambavyo havijulikani sana kwa Watanzania na wageni. Kupitia kampeni hii vituo 14 vimebainishwa kutoka Zanzibar, Bagamoyo hadi Ujiji Kigoma, vitakavyotumika kuhifadhi historia ya watumwa, utumwa, masulia na maisha baada ya kukomeshwa kwa utumwa. Kupitia kampeni hii ya The Slave Caravan, serikali itatarajia kuigeuza historia chungu ya utumwa kuwa fursa ya elimu, hifadhi na maendeleo ya utalii nchini Tanzania. Mheshimiwa Spika, channel ya TBC1, TBC2 na Tanzania Safari kwa kupitia mtandao wa television ya Carnival International kitaifa na kimataifa. Katika hili ni mshukuru sana Mheshimiwa ya waheshimiwa mawaziri wote kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Mheshimiwa Spika, pamoja na miundombinu iliyoelezwa hapo awali, tayari serikali imewaunganisha pamoja wadau katika sekta ya utalii na ukarimu, hususan migahawa, hoteli na huduma za malazi, huduma za usafiri na usafirishaji, magari, treni, ndege, meli, na utaendelea kuona namna ambavyo picha tulivyoziandaa ndivyo ambavyo muonekano wa maandalizi yetu na magari yetu ikiwa pamoja na ndege na treni zitakapoweza kuonekana. Mheshimiwa Spika, maeneo ya starehe ya burudani kwa mashabiki yani fan zone, maboresho ya muonekano wa miji yetu, vivutio vya utalii, mbuga, fukwe na mali ya kale, matibabu ya kibingwa, ulinzi na usalama, uhamiaji na mikakati mahususi ya hamasa kuelekea AFCON 2027 imeandaliwa, ambapo utazinduliwa hivi karibuni na kuhakikishia kuwa kila Mtanzania anakuwa sehemu ya mashindano haya kwa lengo la kunufaika na fursa za AFCON na kutangaza Tanzania. Mheshimiwa Spika, kutokana na hayo yote, tumeendelea kushirikiana na wadau na wanamichezo maarufu walioonekana kusaidia au kutoa mchango mkubwa kwa nchi zao na dunia katika soka. Na hapa niruhusu nimtambulishe tena kwako na kwa bunge lako tukufu mwanamichezo maarufu Didier Drogba, ambaye ni mchezaji bora wa wakati wote na nahodha wa zamani wa timu ya taifa ya Ivory Coast. Pia amewahi kutumikia vilabu vikubwa vya mpira
wa miguu duniani ikiwemo Chelsea na ni mmiliki wa klabu ya Phoenix Rising ya Marekani. Uwepo wake leo ni uthibitisho tosha kwa namna gani serikali imeamua kuitumia AFCON 2027 kuitangaza taswira ya Tanzania kimataifa. Mheshimiwa Spika, maelezo ya kina kuhusu mpango wa bajeti wa wizara kwa mwaka 2026/27 yanapatikana katika ukurasa wa 151 hadi 173 kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, shukrani. Kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, nitumie nafasi hii kuwashukuru wadau mbalimbali ambao kwa namna moja au nyingine wamechangia kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Ushirikiano na misaada yao ya kifedha, kiufundi na kitaaluma imekuwa nguzo ya mafanikio yaliyopatikana katika mwaka 2025/26. Wadau hao ni pamoja na nchi wahisani, mashirika mbalimbali ya kimataifa, taasisi za fedha, vyombo vya habari, taasisi za hiari zilizokuwa za kiserikali. Na Mheshimiwa Spika, sio rahisi kuwataja wote, lakini kwa upekee nitambue mchango wa kampuni ya Azam Media, na leo tuko naye ndugu yetu Bwana Yahaya akiwa anawakilisha, na Mighty Choice Tanzania katika kupeleka Kiswahili kwenye nchi zenye wazungumzaji wengi wa Kifaransa. Mheshimiwa Spika, kwenye upande wa michezo ni ukweli usiopingika ya kwamba Azam imetoa mchango mkubwa sana wa kukuza sekta ya michezo, na kwa kazi kubwa wanayoendelea kuifanya, tunao mpango wa kuwatambua kama wachangiaji wakubwa na wawezeshaji wa kuifanya Tanzania endelee kuonekana. Lakini sambamba na hivyo, nimesema hapa Azam, lakini nimesema Mighty Choice Tanzania, hawa wametusaidia sana kufanya uwezekano wa Kiswahili chetu kuwa sehemu ya habari kwenye nchi zinazozungumza Kifaransa. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, benki ya NMB, CRDB, NBC, mfuko wa mawasiliano kwa wote, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, 361 Degree Africa Limited, serikali ya mji wa Busan nchini Korea Kusini, shirika la Umoja wa Mataifa la elimu ya sayansi utamaduni UNESCO, na kituo cha sanaa na utamaduni cha Alliance Francis. Mheshimiwa Spika, kwa mara nyingine tena nilimshukuru sana kwa dhati ya moyo wangu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono yake, maelekezo na miongozo yake katika utekelezaji wa majukumu ya sekta ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Wizara hii tunakiri kuwa tunadaiwa matokeo, na Mheshimiwa Rais amemaliza kazi yake. Nimhakikishie kuwa katika kipindi alichoniamini kusimamia majukumu haya sitamwangusha. Watanzania tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Mungu amjalie afya njema ili aendelee kutuongoza vyema. Mheshimiwa Spika, niwashukuru viongozi wa dini wa madhehebu yote wanaoendelea kuliombea taifa letu, na wengine leo wapo wakiongozwa na viongozi wa dini wa mkoa wa Arusha. Tuko naye pia kazi wa mkoa, tuko na maaskofu ambao wamekuja kwa pamoja kuendelea kutuombea, ikiwa ni sehemu ya kulinda amani na umoja wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru tena chama changu cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kunipendekeza kuwa mgombea na hatimaye kuchaguliwa kwa kura nyingi na wananchi kuwa mbunge wa jimbo la Arusha mjini. Ninaahidi kulipa imani hii kubwa kwa utumishi wenye matokeo chana kwa chama changu cha Mapinduzi. Mheshimiwa Spika, kwa mara nyingine tena niwashukuru wananchi wa jimbo la Arusha mjini kwa ushirikiano wanaonipa katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya jimbo letu. Arusha tulichelewa sana, na sasa kutekeleza shughuli za misingi za maendeleo ni sasa. Wananchi wameamua kubadili sura ya Arusha kwa kufanya kazi. Na washukuru sana sana waheshimiwa madiwani wakiongozwa na Mheshimiwa mstahiki meya wa jiji la Arusha na madiwani wote, Mheshimiwa Spika, wa jiji la Arusha wako humu ndani kwenye bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, kufikia kwangu hapa leo, wapo watu ambao Mwenyezi Mungu kwa kusudi lake aliwatumia katika namna moja au namna nyingine. Nitamani wangelikuwepo wakaona kazi walioifanya, lakini niruhusu tu kwa upendo mkubwa na kwa kuheshimu nitambue sana mchango wa hayati Samuel John Sita, aliyekuwa mbunge wa Urambo na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano la 9, aliyefanya kazi kubwa ya kunilea, kunifundisha na kunifundisha kazi kubwa ya uongozi.
Lakini nusu pia nitambue mchango wa hayati Reginald Mengi, baba wa wengi, aliyetoa mchango mkubwa katika maisha yangu, ikiwa ni pamoja na kulipa ada wakati nasoma chuo kikuu. Lakini naomba nitambue pia mchango wa marehemu Bernard Membe, aliyekuwa mbunge wa Mtama na waziri wa mambo ya nje, ambaye yeye naye pia ni miongoni mwa watu waliofanya kazi kubwa ya kunilea na kunifundisha kazi ya uongozi. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Spika, leo tunaye kaka yangu Mambalaswa akishirikiana na Dr. Harrison Mwakembe, ambao walifanya kazi kubwa ya kuwa makaka wa kunilea na kunifikisha hapa leo nilipofika. Matokeo haya tunayoona, Mheshimiwa Spika, ya kazi nilizozifanya katika nafasi mbalimbali nilizopewa ni michango yao isiyosahaulika ndani ya moyo wangu na maisha yangu. Mheshimiwa Spika, hotuba yangu leo itakuwa ni rahisi sana kutokana na matokeo ya jana. Wakati najiandaa kuja hapo, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri Mkuu alinipigia simu akaniomba nisionyeshe furaha yangu kutokana na matokeo ya jana. Nami nikamwambia Mheshimiwa Waziri Mkuu, matokeo ya jana sitaonyesha furaha yangu, lakini niruhusu nionyeshe furaha yangu ya matokeo ya Kombe la Muungano. Na kwa kuwa matokeo ya Kombe la Muungano yalimpa wakati mgumu Mheshimiwa Waziri Mkuu kulazimika kueleza uvumilivu ambao Simba wameendelea kuonyesha, basi nimhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu nitasimamia vilabu vyote na kuhakikisha kwamba vinaleta ushindani sahihi na kuleta matokeo chanya ya kukuza mpira wetu wa miguu. Mheshimiwa Spika, ni ukweli usiopingika, utambuzi wa wizara yetu katika mchango chanya uliotolewa na vilabu hivi viwili hauwezi kuepukika. Simba na Yanga wamekuwa nguzo wa mchezo wa mpira wa Tanzania, na tunawaombea kila laheri katika uimarishaji wa uongozi wao ili waendelee kuwa mwalimu na kuleta fursa nyingi zaidi kwa timu zetu za ndani. Mheshimiwa Spika, nishukuru familia yangu, hususan mke wangu kipenzi Maria Felix Masenge na watoto wangu wote, akiwepo Kigan Paul Makonda, Kenze Paul Makonda na Kezi Paul Makonda, ambao leo mke wangu ameniambia hata kuja kwenye bunge atabaki kuinua jina la Bwana ili kazi hii ifanywe kwa utukufu mkubwa. Lakini pia nao watoto ambao ninawalea, akiwepo Tina na wengine ambao wako pale nyumbani wanaoendelea kuomba kuhakikisha kwamba baba yao anaifanya kazi iliyokamilika. Ninafahamu ya kwamba mchango wa wadada hawa, tena wadada wa kazi ambao wananipa chakula, lakini wako kwenye mfungo kumwombea baba yao wakiongozwa na dada yao Ela, ili niifanye kazi ya utukufu wa Mungu katika mimbari hii. Mheshimiwa Spika, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwako binafsi, Naibu Spika, wenye viti wa Bunge na waheshimiwa wa Bunge na wananchi wote kwa kunisikiliza. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, niruhusu sasa hitimisho. Mwaka 2026/27 wizara inatarajia kukusanya jumla ya shilingi bilioni 1,058,000. Aidha, kwa upande wa taasisi 12 zilizo chini ya wizara ya, kiasi kinachotarajiwa kukusanywa ni shilingi bilioni 40,898,000 na 692,000. Mheshimiwa Spika, ili kutekeleza majukumu ya wizara katika mwaka wa fedha 2026/27, naomba bunge lako tukufu lilizie na kuidhinisha bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa mwaka 2026/27 yenye jumla ya shilingi bilioni 525,327,857. Kati ya bajeti hiyo shilingi bilioni 39 na milioni 71,597,000 ni kwa ajili ya mishahara, shilingi bilioni 28 na milioni 65,472,000 ni matumizi mengineyo, na miradi ya maendeleo shilingi bilioni 458,190,778,000. Mheshimiwa Spika, kwa unyenyekevu mkubwa naomba kutoa hoja. Asante Mheshimiwa.